kituo cha polisi wilaya ya Mkuranga. Unaongea na Afande Kidali 348 kutoka kituo cha kati Vikindu. Sawa. Kuna sehemu mkuta tukio la mauaji. Endelea. Na hili sio tukio la kwanza, ni la 3 mpaka sasa katika mauaji ya kikatili. Na muuaji huyu baada ya kuua ameacha picha Bruce Lee. Aliyeuawa ni chini ya umri wa miaka 18? Ndio. Huyo muuaji huwa anaua wanafunzi tu. Inabidi utambue hiyo. Sawa. Hakikisha haingii mtu eneo hilo. Sawa kiongozi, nimekusikia. Mpaka uchunguzi utakapokamilika. Over. Odi. Wapi? Mambo yupo? Chali. Mambo yupo? Mboi. Mamako yupo? Odi. Karibu. Shikamoo shemeji. Mama. Nimeagizwa mzigo. We, nakupa nani mzigo? Baada ya hiyo barua kuna ujumbe. Ukishauona huo ujumbe, utajua barua kanipa nani. Shika. Hivi? Shika. Kampelekee mwenye barua yake. Nimehama kule, nimekuja kuhamia huko. Sasa wana nifuatafuata. Nimehama kule, nimemkimbia yeye. Tena kumwambia aache kunifuatafuata. Umenielewa? Tena akome. Au shida yake bado inamsumbua? Sasa kamwambie aache kunifuatafuata. Kama kumwambia akome, umenielewa? Kwaona na kingine kwa hajaona kwa mtaani. Nimeshaachana naye. Sasa hivi nimeolewa tena na familia. Kama yeye mwanaume kweli, aenda kutafuta na wake wengine huko. Uone kama atadhalisha. Shemeji. Mbona unaondoka tu? Yaani pale jibu gani kule? Hilo ndio jibu unaenda kampi. Mai. Amka tunama nyumba. Wae mchicha matembele spinachi majani ya maboga. Wae mchicha matembele spinachi majani ya maboga. Bruce. Wewe nani Mama Bruce? Ai majina ya Bruce nasikia sana kwa mtaani. Nikipita Mama Bruce, si Mama Bruce. Kuanzia ile staki waambie wenzio. Sima nao mwenyewe amesema tumuite Bruce. Wanangu mimi wajua majina yao? Najua. Wewe.
sitaki ujinga. Wanangu waiteni majina yao. Sitaki kusikia mambo ya Bruce. Umenielewa sijui? Ndio. Haya, uko unasemaje? Mama anataka matembele. Haya, tuondoke. Wale mchicha, matembele, spinachi, majani maboga. Jina langu naitwa Bruce Lee, ila jina alilonipatia mama yangu baada ya kunizaa ni Jerry. Ila mimi napenda uniite hivyo hivyo, Bruce Lee, sababu namkubali sana Bruce Lee. Ndoto yangu kubwa ni kuwa mpambanaji mkubwa kama yeye. Pia nina ndoto nyingine, nikimaliza masomo yangu nimuoe msichana Mai. Nampenda sana Mai. Hata yeye pia ananipenda. Ila kuna kundi la watoto wanataka kuniharibia huu mpango wangu. Na hao wanajiita ndege. Twende kindamba mwanangu mzame kwaju. Puliza baba. Humo sana tu. Sherehe. Wadogo D. Mwana mchumba. Kwa mwanangu mtoto juu namuelewa kinoma ni mwanangu. Sema ndo hivyo tu. Ndani tukiko tunasoma na shule moja yote. Sijui hata ingekuaje. Ndege? Ndege? Mwanangu mimi nimemuelewa kinoma. Kwa sababu sasa mnanishaurije? Umeona yule demu yule pale yule? Akaka kutoka Milembe kama Ibra vile. Ndio hivyo. Kwa unafanyaje sasa mwanangu? Nakusudia wewe. Chipukie sasa. Baridi. Kiso. Wadogo D. Vipi hapo? Zarau tu mwanangu. Vipi sijakuelewa? Kidogo kiso yule mwanangu. Kuna kama ajimezea mwenyewe tu mwanangu rafiki. Hamna. Yule hawezi kufanya kama hivyo, dogo kiso familia. Yule ndege ama ndege sisi. Yule buka familia lakini sio kwa hiyo, sababu mtu rafiki yangu amkuta kwenye majani wapi na wapi. Yule wewe sina nampangilia misondombo. Basi anatia chorus moja ila nakutia sawa. Wewe mwanangu, nimekuita chemba tuyajenge. Vipi sasa mwanangu dogo dia alichokutuma? Baada ya kumuunganisha yeye unajiunganisha mwenyewe. Ujue ndege mwanangu. Wewe ndege, unajikuta leo una kisukikali au sio? Hamna. Lakini umwelekeza kaelewa au vipi? Mwelekeza. Kasemaje? Akakataa bwana. Sasa ndo mvute mpaka kwenye majani dogo D kaja skani analalamika. Amesema hataki mahusiano hajafikisha miaka 18. Dogo D kaja pale anawaka mwanangu. Sisi tukamwelekeza yule ndege. Huwezi kumfanya chochote mwanetu. Anazingua yule. Baridi mimi nitaenda kumwelekeza. Baridi tena mwambie hivyo. Baridi mwanangu, baadaye tutakutana skani.
sema atakupeleka Segerea. Mpaka nikataa basi. Bila kuna nyumba na nikaitole mwanangu. Hapo tuwasema kama unanipenda. Ani usipata ndo mzamini. Ukipata mzamini ndo mwanangu. Kama hivi. La wanangu sio hata. Kama ni wapaisha huko na Makita asomee. Kwani salamu. Tampura dukani bwana. Wadogo die. Ukitoka uje uko na habari zako. Baridi, sikilizia hapo nakuja. Nakusikiliza mwanangu, nielekeze. Hizo habari zenyewe hizo hapa. Kuhusiana na mchumba yule. Nani? Mai. Ya, Mai. Yaani nimemshuhudia mitaa kule juu kule kwa Babu Roja. Wapi tena hiyo? Taani hapa. Baridi nageuka. Baridi. Nimemshuhudia kwa macho yangu mawili, yupo na yule mchizi anajiita sijui Usilile nani? Mazingira nilowakuta. Ndio. Tatanishi sana. Jamani tafuta ubaya mwanangu. Uje mtoto wangu ananiletea dharau. Jinsi anavyoona mimi ninapomwachia ananichukulia aize. Nielekeze mwanangu. Ndio hivyo yani. Si katika kikosi cha ndege hataki dharau. Mtu akileta dharau kinda ponda. Yaani ndio ipo hivyo. Wewe bado. Kulia hapo. Subiri hapo. Kulia Wewe unajua kiasi gani mimi nampenda dada yako? Yaani hapa nakutaka nikufanyie kitu kibaya ukamwambia dada yako. Ndege, ndege, inda, onda. Wa huyu na kanyaga. Wewe unatoka wapi? Kucheza. Kumbuka hata muda wa kula. Fanya haraka niletee sahani huko. Wewe, yule si W3. Si damu, wakati wa damu. Mama, unasemaje? Kapiga shuti ugali. Kapiga shuti ugali. Ningefanya nini?
kataka kujitetea sababu napanga kinoni. Ila pande sio kwamba anauza, mimi mwenyewe nauziwa. Ile kesi alodai afande mimi singiziwa. Afande legeze. Wewe Alex? Mba. Na? Nasri uko wapi? Yule pale kwenye kifusi. Afande legeze kamba. Niweze kukupanga afande. Poteza pamoja ya mchungu. Wewe Nasri? Tuondoke nyumbani. Alafu Mai, huyo ndugu yenu mzuieni kuja kucheza huko, kwa sababu anapokuja kucheza huko anaonewa. Wakina nani? Wakina Abduli. Ole wao. Dogo D, mimi uniwezi. Ana uniwezi kwa chochote yani, hapa mcheko ile kodi tu. Vipi dogo D? Kama kawa. Vipi? Tawala hapo. Wewe vipi amwingie shule? Mimi mchawa jana sitaandika notes. Kwa kamu kuingia. Hapo dogo D. Wewe mwanangu unaelewa. Ningekuwa naelewa mimi ningekuuliza sasa. Mwanangu hapa nina stress mwanangu, nina stress. Stress zipi hizo? Usule mchumba maa yule. Chai nini sasa? So uelewe mwanangu, waonta kama mpaka ni amwage. Mungu anavuruga akili yangu kinoma ni mwanangu. Anataka sijui nifanye nini yani. Dogo D. Kuna mawazo kisama babu. Hoji chochote. Simchanganye. Baridi. Kausha babu. Baridi. Wewe ajui. Kausha. Kausha. Sasa tunafanyaje dogo D? Turuka kupangilia. Sikia sasa mwanangu. Mimi nakujua wewe mkali wa saga, okay? Unabele mchumba ule. Hata mimi nikimfuata mwanangu, lazima atanitolea nje. Yaani hataki hata kuniona mwanangu. Ila mwanangu wewe, mimi nakuamini. Wewe mkali wa saga apendisi mwanangu, au vipi? Kwa hiyo sasa mimi nakupangilia kama hivi, sikia sasa. Unabele mtoto, mfuate, mwelekeze bwana. Dogo D kakulike, kakupenda, ule achomoi. Au vipi mwanangu? Poa, yani kuhusu ule dogo D, usiwaze kabisa. Nimeisha vipi? Uhakika. Mimi nakuaminia mwanangu, au vipi? Baridi. Mai vipi? Fresh. Vipi umechelesha? Umechelesha. Mai. Be. Au jambo? Jambo, shikamoo. Marhaba, habari za nyumbani? Salama. Mamako yupo? Mama yupo, niwacha nyumbani na Nasi. Nasi hajaenda shule? Hajaenda shule, kwa hiki waenda mara 2. Basi sawa, nitaka tu baadaye nimpelekee mboga. Haya. Nyeri, subiri. Idi. Namsa. Njoo. Naomba majina asiyofika shule jana. Naomba karatasi. Shika hii.
Eriki. Oa. Huyu anamwitikia oya nani? Eriki. Oa. Kama huya. Hawa wanafunzi wengine wanakuwa sumbufu sana. Hebu piga magoti basi. Baraka. Na. Hebu piga magoti. Sasa kuna sababu gani mpaka sasa hivi mnashindwa kuhudhuria masomo? Nafahamu mnashindwa kuhudhuria shule kwa sababu ya mase. Kama mnaiogopa mase, masomo yengine mnahudhuria? Kiswahili. Hebu niwaulize swali katika somo la Kiswahili. Nini maana ya msamiati? Nini maana ya msamiati? Zebra. Maana msamiati nini? Zebra. Msamiati ni zebra? Ise. Haiwezekani hata siku moja msamiati kawa zebra. Hebu pinduka. Uko unasoma la jambo unasema msamiati ni zebra? Unatania bwana. Hebu lala chini, lala chini. Nataka nikujulishe kwamba shule ni nini na maana ya shule ni nini. Kwa sababu nyinyi mnakuwa wasumbufu. Wewe rudi hapa, rudi hapa. Wewe unakuwa msumbufu, rudi hapa. Wewe, tunakwambia rudi hapa. Ha? Wewe umeweka nini? Wewe, umeweka daftari? Wewe unataka mtukutu hivi? Wewe mbabu wewe. Hamna, samahani. Kwa jina naitwa Hans, natokea katika shule ya Mwandege. Nimeagizwa. Kuna rafiki yangu anaitwa Dogo D. Kwa hiyo Dogo D ndo kakuagiza uje kuchukulia? Hapana. Ila kuna taarifa ameituma nije kukuletea. Taarifa gani? Sikia. Yaani Dogo D ametokea kukulike. Hawezi kuishi bila wewe. Kwa hiyo Dogo D domozege? Hapana. Ila mimi kama mwanae wa karibu kaniagiza. Basi kamwambia hivi. Kama ana shida na mimi, mwambie je kuniona. Alete mkono. Mboga tumebaki matembele. Lete mkono. Mboga tumebaki matembele. Sogea huku. Mama Mai, abe, nakuja na maji ya kumwogesha huku. Sogea ukae. Bao unang'ang'ania na nini wewe? Acha bao. Acha ibao. Mboga shogangu Manasi.
nimezulula leo. Yaani nimeenda sehemu nyingine hata sijui. Hii miguu unavyoiona hivi yani inapita. Kwema. Nasir. Au jambo? Nasir, mamke shangazi. Mala ba mwanangu, ujambo? Nina kacheze Nasir. Mai yuko wapi? Mai kaenda shule? Mai bwana kwa na jeli. Oh, vipi mwanangu, mtoto ulimtokea? Na yule mtoto? Yule wai. Chapu nimemtokea mwanangu. Vipi sasa? Hata nimefika pale, nimepiga chorus 2 bila hata verse. So poa. Ajibu mtoto nimefika pale kwanza namuelekeza na rafiki yangu anaitwa Dogo D. Hiyo. Sinajua tena nikakurusha pale. Mimi nakuaminia mwanangu, mimi nilikwambia. Sikwambia ni hapo ukimwona wewe. Hakuna uchawi wowote labda ufeli mwenyewe tu. Kwa hiyo kumwaga tu verse zangu vipi? Kama msanii yani ni mchawi utunzi tu. Yaani yule kama njiwa kashaingia kwenye kibanda. Bado wewe tukufanya. Meisha. Kaisha wewe baba. Freshi, ngoja nisikuache ukimbize hapa unajua? Baridi napiga kazi nikimaliza nakuja skani. Maskara vipi? Baridi. Jerry. Naona muda ushaenda. Nyumbani? Poa basi ana shida, tutamalizia kesho. Haya. Asante. Poa na shida. Naam kiongozi. Vipi kijana? Nimekuita. Leo ni siku ya kazi. Sasa naomba uandae vijana wa kazi. Twende tukavamie kwa mzee Pascal. Ikiwezekana na kumfilisi mali zake zote. Hivyo basi inatakiwa uandae mpango ambao tunaweza tukaingia ndani kwake kiurahisi. Sawa? Hilo niachie mimi. Kuna vijana ambao naamini. Pigie chepe mara moja. Mwanangu yule mwalimu message au? Hiyo. Kwa Mungu anipiga mirudo hiyo 4 ya kishindo. Ulipata ngapi? 2. Bora ulipata 2. Sijapata chochote mwanangu.
Mimi sijaandika mwanangu. Hata kwa nikusaini sijasaini. Sema yule mwalimu tutamkamata anapenda kununua sambusa kwa manani Hapo hapo mwanangu. Oa, lazima tumsomee. Yule walimu tumsomee yule nambaruza kweli. Watoto hao. Yaani kinda ponta. Dogo kizo tutatucholeana ukimwona tu kama msimuza sambusa wewe piga miruzi. Ndio tunamsomea. Usipo karibu nao bwana. Baridi safosi. Mara ngapi nimewakataza kuja kukaa hapa lakini hamsikii. Mbavu zenu ningetandika bakola mimi. Mnaacha kwenda shule, kazi kuvuta mibangi tu. Simtafutie lawama nyinyi watoto. Taifa linawategemea. Alafu nyinyi mnakaa tu mnavuta mibangi ovyo. Chungaji hilo! Wa vipi mwanangu? Mbona uko ndani? Asika kurudia. Weka nchinga. Hello. Deshi kama ka? Mimi nipo maskani hapa huko. Baridi nakuja sasa hivi. Dege. Poa. Mission Town. Wapi? Mmepoa. Wasaulize wewe twende. Wewe kama kusaka buku 10,000 hiyo juu yako tujichekeni. Baridi hapa. DJ Kino Mazalao. Changamka mzee shamba. Ndugu Nzito vibaya mno alima. Nzito kwa kweli ndugu yangu. Kaza mzee shamba. Nzito. Kaza huyo. Kwa mzee shamba unaanguka kama hivyo. Nilikwambia mzigo mzito ndugu yangu. Kaza mzito nini mzee shamba? Kaza leta mikazo mwanaume. Basi shafika mwanangu tumsogeze tu. Leta mikazo mwanaume. Baridi sikashafika. Kaza mwanangu wewe sura regea nini? Umesikia? Huyu hajafa huyu. Wabza shamba. Wabza shamba. Za shamba.
Mike. Mimi. Aniambia umenitia nini? Otea basi. Mimi najua uchonitia. Wewe si otee. Sasa mimi niote nini? Otea basi nimekuitia nini? Unajua nachekesha? Umeenda Dogo D. Ongea mwenyewe nikusikie. Jiangalie. Kumbe domo zege. Hamna. Aya, ongea mwenyewe nikusikie. Vipi sasa nielekeze mwana? Noma tu mwanangu. Noma vipi? Usule mchumba ule. Umeniambia nikijipitisha tu pale mbele yake lazima mtoto anikubali. Sasa jana mwanangu nimepitisha karibia mara 4. Chuma yangu tasubia na mawazo mwenyewe, nikafikiria labda ananiwazia mimi. Sasa mimi nikajaribu kumuita yule mchumba. Kamwelekeza bwana. Mwelekeza kilichonikuta sasa. Nakula bao moja hilo mwanangu. Bahati yake sijatoka tu damu. Wewe vipi tunafanyaje? Yaani asingie kwenye anga zangu. Ngeonye 14 zangu ule. Kenda ponda. Poa bwana. Maana pale kuna kazi naenda kumalizia ile kazi ya juzi naikumbuka ile? Hapa wenyewe ndo nataka nikamalizie maana manager alishadi kashanga kuzingua. Hujamaliza tu kazi ile? Hujamaliza mwanangu. Basi kwa ngoja lazima nikuache, si unajua? Baridi. Poa baadaye tutakutana. Sitoka kuja kusahau, sio poa. Sio poa, siku ile mwanangu likopo shangwe kinoma ni mwanangu, unajua? Kuna dada asubuhi kesho shule anatuambiaje? Eti kuna wanafunzi wamenipiga jiwe. Sina tusunike. Si tushampangu. Tulia mwanangu, unaona mtoto kajikanyaga. Wewe boy tulia hapo hapo. Vipi boy? Kama kawa vipi? Cheer. Wewe sio unajiita Bruce Lee. Ndio mmempa jeuri demu wako mimi kuja kunipiga kibao. Maya. Ndio huyo. Sasa kumbe nini unajiuliza maswali mara mbili vipi? Wewe nikuelekeze kwanza, ushelewa. Niambie unielekeze. Nzia kwanza. Usipende kuforce vitu, Shona, ambavyo huwezi kuvipata. Unajua kama mimi nitaki. Ushawahi kumuuliza nini? Yaani wewe ndo unaletea ukamu, afu je mimi nakumaindigi ujue mwanangu wewe. Alafu nisikilize kwanza. Sisi wanaume ushelewa, tuimbe ngojela ngonjela kwanza hapo. Yaani nipo katika maeneo yangu, afu bado unajigamba au vipi? Watege. Vipi sasa? Wewe baridi unamkinda unamponda, au sio? Sisi wanaume hatuimbagi ngonjela. Au sio? Wewe kama unamtaka ule mai ushelewa. Kama vipi? Tupambane. Tupigiane hapo. Ukinipiga, wewe mai wako. Ila nikikupiga, msahau kabisa. Yaani usinitambe kama hivyo. Dogo D, nichapio mtu hawezi kuleta salao kama hivyo. Au semaje? Wewe bwana takabato au vipi? Mimi takabato vyovyote akavyokuwa tupambane hapo. Ukinipiga mchukue. Baridi. Nikikupiga kaushe.
Wewe ndio unajikuta Bruce Lee. Yaani kama Bruce Lee mimi hapa Michi Norris sasa. Kwa heshima ngoja. Da. Mirefa au sio? Da, mpangua na mkanda baridi mirefa. Yes. Oa, nilienyawa. Ulenyawa nini mwanangu kauso ndio nichukua huku. Naondoka. Huwa nafanyaje na jamaa yenyewe kashaondoka. Bidi tulipize kisasi. Sasa utalipizaje kisasi wakati ushakandwa kama hivyo? Mkono umebogojoka. Kwa mwanangu, ule sana mwanamke wake. Yeah. Sio anailinga naye. Itisha ndege yote. Inabidi tukamteke yule mwanamke wake. Alafu tukishamteka. Alafu nini ujui mwanangu? Wewe mwanaume? Mimi mwanaume, bali ni cheli.
Kwa ndege. Ndege. Da kazi vipi? Nasikia badili kweli, naomba kabisa ni vile sweat. Basi unajua na kifua. Nisikia unajua. Mai. 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 Bye. Bye. Bye.
Mai. 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 Majani! Majani! Kuna nini jamani? Jeli mwanangu. Usikae hivi baba. Chukua basi hata chakula ule kidogo. Na siku ya pili Jeli uli mwanangu. Utakaa hivi mpaka lini sasa? Hata mimi naumia. Mai sisi sote tulikuwa tunampenda. Sasa ukikaa kama hivyo unazidi kuumia. Hakuna kitu unachopata mwanangu. Masomo yanakupita shule. Jikaze tu mwanangu. Wewe ni mtoto wa kiume, jikaze. Basi nakuomba kitu kimoja Jeli. Mimi mamako nakuomba. Naomba chakula hicho. Kula hata tonge 5 tu. Kula kidogo. Jeli. Kula kidogo mwanangu. Kila anakwenda wala simwachi. Namwambia napenda itanitaka. Kila anakwenda wala simwachi. Eti nini? Nasemaje? Eti nini? Nasemaje? Poa baba. Mwanangu. Jege. Wanangu umesikia sana mimi najichenga hapa. Baridi mimi mambo kuchi. Tuichenge sa mtaani. Wewe Jeli. Sasa Jeli unaenda wapi mwanangu? Hujapona wewe jamani? Wadogo Nede. Poa. Umekaa kinyonge sana mwanangu. Game style sawa Nede. Baridi. Sio kwamba nakuza lau na mambo mengi kichwani, sio kwamba naongea sana, kuna kitu unaofia naona.
Vipi boy ucheni? Mbona kinyonge umekuja hata hai kutupa hujatupa? Yeah. Vipi? Vipi sasa? Vipi? Kwani mjasikia taifa kitu cha maji? My which? My what? My where? Vipi sela? Nyosha maelezo. Sasa tukueleke kama hivi. Kafa long time. Leo siku ya 3 ushamfikia. Da, mai nani? Tuma demo wako ule. Mai huyu? Siku semeshemeji kafa. Ndio. Da. Lini? Kifo kimesababishwa nini? Alikuwa anaumwa labda. Kajiua. Kajiua? Kweli sela babu, au taarifa umezitoa huko si wapi? Umehakikisha? Kama kweli msibani ulikuwepo, mchele umeula ile. Usijifanye muelewi. Mimi naelewa kila kitu. Muunda kikosta ndege sio kwa ajili ya mauti. Oa. Dogo D ulichofanya umekosea. Nimefanya nini mwanangu? Nimefanya nini? Mimi kitu nilichokifanya mbele yake. Au sio unajisaulisha? Nimefanya nini? Angalia macho yake mekundu. Hizi ngapi dogo jana? Hizi ngapi? Hata kunipanda kichwani mwanangu. Sio kwanza hivyo kwa nini? Oa, ndege. Oa, nimefanya nini? Huo kinda ponda baba. Nimefanya nini? Kinda ponda. Jiwe moja. Hata kijiwe dogo. Jo. Oa. Oa mwanangu, angalia baba. Oa mbaya tasalau. Angalia. Dogo D. Oa mwanangu, angalia mwanangu, angalia mwanangu. Chenke. Chenke mwanangu. Oa kwanza sasa bibi sio ndege, mshambie hivyo. Na ukirudi nitakuja nikuue. Wewe Jeli wewe. Jeli ulienda wapi? Wewe sina kuuliza.
Naitwa Afande Joe kutoka kitengo cha upelelezi. Jana unaitwa nani? Naitwa Adamu. Vizuri Adamu. Tukio la mauaji limefanyika katika eneo lako. Je, una chochote cha kutuambia? Hapana afande, kiukweli sijui chochote. Kiongozi, kuna picha imepatikana katika mwili wa marehemu. Unafahamu nini kuhusu hii picha? Kingine afande, kuhusu hii picha mimi sijui chochote. Ila cha kukusaidia afande. Huyu kijana aliyofariki hapa wana maskani yao iko hapa. Ambapo mara nyingi sana na wakataza kufika katika eneo hili. Na mimi nikitoka kwenye majukumu yangu na wakuta wao wamefika. Watoto wangu. Mara ngapi nimewakataza kuja kukaa hapa lakini hamsikii. Mbavu zenu ningetandika bakola mimi. Mnaacha kwenda shule, kazi kuvuta mibangi tu. Sasa leo nimetoka katika pilika zangu. Wakati nimetoka malishoni, mbuzi wakawa wamejizonga mahali moja. Nikajiuliza, je, kuna nini? Mbona mbuzi hawataki kwenda ndani? Ikanibidi kwenda kuangalia, je, kuna nini? Kufika pale ndo nakuta kijana amelala. Nikatamaki kwanza. Baada ya kutamaki, ikabidi nimwangalie vizuri. Nikagundua kuwa kijana huyu amefariki. Ikanibidi nipige simu. Ukweli wangu mimi nasema sijui chochote kinachoendelea. Asante sana Adamu. Tunashukuru kwa ushirikiano wako. Eneo lako litakuwa chini ya uangalizi wa polisi ndani ya siku 3. Kwa hiyo ndani ya hizo siku utasimamisha shughuli zako mpaka uchunguzi utakapokamilika. Sasa afande, juu ya yote mimi nina familia. Nahitaji nitoke nikapambane ili niweze kula. Sasa nisipotoka ndani ya hizo siku 3, je, nitaishije na familia yangu? Wewe na familia yako mtakuwa chini ya uangalizi wa serikali mpaka uchunguzi utakapokamilika. Sawa. Kama ni hivyo basi nashukuru. Afande, huyu tumeshamtilia shaka, haina haja ya kumwachia. Piga simu. Gari Nikodika uche mwanangu. Wewe nauma mwanangu. Ndio najua nauma, naelewa mwanangu. Naelewa. Usilie kama hivyo mwanangu. Sasa unapolia mimi nitafanyaje sasa mwanangu? Wewe mwanangu kiso kaotoka. Naelewa mwanangu, nakuelewa yote A to Z. Naelewa mwanangu. Usilie mwanangu. Hafsi wauni tulii sana ala nini? Bora kiondoka mwanangu. Abedi sabe. Mimi ndo kiso mpaka yeye kama mwanangu kiso kavuta. Tulia. Mwenzetu katangulia. Na sisi ipo siku hata kesho tunaweza kutangulia mwanangu. Usilie sana. Usilie dogo D. Naelewa mwanangu chungo na upata. Naelewa mwanangu. Angalia dogo D unapolia na anaweza akapita katonaje. Ujue D wewe ndege ujue. Mwanangu yule. Ule ndege mwanangu. Naelewa mwanangu, naelewa tulia. Ule ndege mwanangu. Nakusamehe mwanangu. Jana tu mimi nikagombana naye. Bora kiondoka ameshanisamehe mimi. Kashakusamehe mwanangu. Dogo Kiso mimi namjua mwanangu, kashakusamehe. Afu dogo Kiso ana mambo mengi. Kakusamehe mwanangu. Kakusamehe. Mimi naacha kulia. Baridi. Futa machozi mwanangu. Futa machozi na nyuka tuondoke.
Hapa ni kituo cha polisi wilaya ya Mkuranga. Kuna mauaji yamefanyika huku, na baada ya mauaji kufanyika tumekuta picha ya Busiri kwenye mwili wa marehemu. Mimi sina hatia, ndio nitoe bwana humu. Sawa, umeeleweka. Afande, timu ya upelelezi itafika eneo la tukio. Afande, hivyo tunaomba ushirikiano. Ndio nitoe bwana. Ili tufike mahali hapo bila kupotea njia. Nishaambia mimi sihusiki, sina hatia afande, ndio nitoe bwana humu ndani mimi. Afande. Afande. Naam, jambo fani. Tuko eneo la tukio. Hapa baada ya kupiga picha na kuskani mwili wa marehemu, amesadikika kwamba ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Mwandege. Mheshimiwa, mwalimu amejaribu kutafuta mawasiliano ya wazazi wake na Roy. Kila akipiga simu haipatikani. Na mule darasani hakuna mwanafunzi anayepajua kwa kina Roy. Ila kuna mwanafunzi mmoja ambaye leo hajafika shule anamfahamu vizuri Roy. Mwalimu ameniagiza nikupeleke. Sawa, twende. Hodi. 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 Karibu. Asante. Kijana mwenyewe ndo huyo hapa. Jambo kijana. Jambo shikamoo. Tunakuhitaji huku chini mara moja. Sawa. Wewe ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Mwandege? Ndio. Kwa nini hujaenda shule? Kuna mwanafunzi mwenzako anaitwa Roy, unamfahamu? Ndio. Anaishi wapi? Wasema anapoishi sipafahamu. Ila ana wenzake anapenda kutembea makundi. Unaweza ukatupeleka? Afande. Je, vipi kuhusu usalama wangu? Kuhusu usalama wako usijali. Afande Mbogo. Naam afande. Tutamleta kijana shuleni. Sawa afande. Afande. Vipi kwa upande wako? Kueleza umefikia wapi? Okay. Vizuri sana. Tukutane serikali za mitaa. Jana. Hapa ndo maskani kwao. Ila kwa vile miti imekatwa, itakuwa wamehama. Kwa sababu wao wanapenda kukaa juu ya miti. Kwa vile wanajiita ndege. Ila kuna mmoja nyumbani kwao unapajibu. Sawa, inabidi tupeleke.
Ned. Bibi Gasi. Vipi, mbona pana bango la ndege mkononi? Maskani imekatwa na kuta mikosho imekatwa. Umefanya kuni. Alafu dudu la ndege kule yana kuliokota kwa sababu familia mimi ndege nitalichukua. Alafu wanangu ndio waambia kitu gani? Ndio kisu kaondoka. Ndio kuchi kaondoka. Yaani ndege nazidi kupungua. Mimi msanii na ndoto zangu mimi nikiendelea kuwa ndege na mimi nitaangamia. Alikuwa ndoto zangu sitazikamilisha wanangu. Kwa wanangu dudu lenu ili hapa. Nimeamua kujitoa. Nikapambania ndoto zangu. Kwanza leo miso ndege. Anamwambia brother ali pale support na muziki. Ushakuwa mimi nipotee. Yaani baridi wanaondoka watu wanabaki watu. Mwanangu, ndio 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 mami enda mtaani. Tajari pale. Hapa naitwa Afande Sila mimi. Kijana, kuna vifo vya wanafunzi wenzio wawili. Vifo ambavyo si vya kawaida. Si ajali, si maradhi, wala si ghafla. Na maanisha wameuawa. Je, unafahamu lolote kuhusu hilo? Hapana. Na kwenye kila kifo kinachotokea muuaji anaacha picha ya Bruce Lee. Je, unafahamu lolote kuhusu hiyo picha ya Bruce Lee? Hapana. Alafu umezungumzia kuhusu picha ya Bruce Lee? Ndio. Nakumbuka kabla ya kifo cha mwenzetu mmoja, kuna siku tulikuwa tumekaa maskani. Tulipokaa maskani, huyo mwenzetu akaja kutuletea habari kuna msichana mmoja amefariki. Huyo msichana anaitwa Mai. Alafu huyo Mai alikuwa na rafiki yake wa kiume ambaye anapenda kujiita Bruce Lee. Afande, nikilinganisha hayo matukio mawili kati ya huyo msichana na rafiki yetu, na nikilinganisha na hiyo picha, huyo mtu ambaye anajiita Bruce Lee atakuwa ni yeye anahusika. Kwa sababu siku ambayo alituletea taarifa ya kifo cha huyo msichana, sekunde chache baadaye na mwenzetu naye akafa. Kati yetu sisi na huyo anayejiita Bruce Lee kulikuwa mna maelewano mazuri. Kisa huyo msichana inasemekana alijiua. Wewe Maisi unamjua? Ndio nafahamu. Sasa afande, nahisi atakuwa analipiza kisasi. Vizuri sana kijana. Umetupa maelezo ila halijitoshelezi. Mna ugomvi gani na kijana anaitwa Bruce Lee? Ugomvi uliokuwepo ni kugombania msichana. Huyo msichana alikuwa anagombania na nani? Huyo msichana alikuwa anagombania kati ya Dogo D na Bruce Lee. Jina halisi la Bruce Lee na? Jina lake halisi sijalijua bado. Kwao wanapoishi unapafahamu? Ndio napafahamu. Jana, usishindane na jeshi la polisi. Tii sheria bila shughuli.
Najua Kiingereza mama, please let's go. 4 mara 4 jibu lake ni forward. Tena limeandikwa kwenye Toyota RAV4. Mama ni support usinione bichwa maji. Msana usemaje? Shule napata zote na sitaki basikeli. Nakana itoke kwenye fani yangu ya singeli. Leo kama shule mwamba malifungo makabila. Mama ni support usinione taila. Mama ataniua. Niumie mwanao. Mama ataniua. Una bro. Baza, vipi sasa kuhusu mchongo wangu? Mchongo gani? Ukaenda studio, soma mchefu 50 tu. Ukatoa ngoma. Medi mkubwa ujue kaniambia nakuletea mdogo wako ili msimame katika masuala ya shule. Wala hajaniambia namleta mdogo wako sijui kamsimamia katika masuala ya muziki sijui ya nini. Mimi kwa hajaniambia. Hamna, sikia mtu afanya yake. Chanyangu sio kusoma. Mimi nina akili zangu timamu. Wewe muziki nakusaidia nini? Ya bro, wale mimi nikikodi ngoma tu nikitoboa. Kibanda nakibadilisha hichi hapa. Acha habari zako za kipumbavu hizo. Kwanza ushakula? Jala. Anataka 50 ukarekodi muziki. Unakula nini hapa? Mimi nikirekodi nimeshiba. Habari zako hizo usiniletee. Mimi ukitaka hela madaftari, hela peni, tusheni, sijui t-shirt, mimi niambie nitakupa. Nitahangaika kama sina ninayo nitajua nafanya vipi nikugaie mdogo wangu ukasome. Lakini kuniambia maswali sijui kurekodi muziki, sijui kurekodi nini, mimi sitaki vitu niambie. Na kwanza tatizo wewe mzembe. Wewe mzembe ushasika kuita pale, ukamwagilizie mazao yake yale, ukampulizie mazao yake akae vizuri. Na mwisho wa mwezi analipa kuanzia 70,000. Tuende kule 50 unaipata chapu unakuja kuniambia mimi 50,000. Kwanza muziki wenyewe siuelewi. Unakuja unaniambia mimi 50,000. Niache. Wa bro, umenienda na sasa hivi napata kazi pale. Yaani hata sasa hivi fresh unapata kazi yani. Baridi. Unashtakiwa kwa kesi ya mauaji ya wanafunzi wawili. Na kila unapofanya tukio la mauaji unaacha picha ya Bruce Lee. Hivyo basi, kama una pingamizi na mashtaka yako, una haki ya kutafuta mwanasheria ili akusaidia katika kesi yako.
Hapa ni kituo cha polisi wilaya ya Mkuranga. Unaongea na afande Kidali? Ndio. Kutoka kituo cha kati Vikindu. Sawa. Kuna sehemu imekuta tukio la mauaji. Endelea. Na hili sio tukio la kwanza, ni la 3 mpaka sasa katika mauaji ya kikatili. Na muuaji huyu baada ya kuua ameacha picha Bruce Lee. Aliyeuawa ni chini ya umri wa miaka 18? Ndio. Huyo muuaji huwa anaua wanafunzi tu. Inabidi utambue hiyo. Sawa. Hakikisha haingii mtu eneo hilo. Sawa kiongozi, nimekusikia. Mpaka uchunguzi utakapokamilika.